تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلال ونعوذ بالله من عذاب النار. Ndugu zangu katika imani, kama kawaida yetu tuendelea na darasa ambalo tunakuwa nalo katika kila juma ambalo tuko katika aqida, na kati ya maswali 100 kwa mara ya mwisho juma lililopita tuliishia katika kauli ya limadha khalaqa Allahu al-jinna wal-insa, ambapo hatukushughulika nayo sana kipengele hicho kwa sababu tulikuwa na kipengele tulichokuwa tunaendelea nacho ambacho kiukweli la ghina ana, ambacho hitajio lake kwa kweli haliishi, ambapo ni aina Allah, yuko wapi Allah. Tukasema kulingana na shubha zinavyozidi kutapakaa na mapote ya bid'a yanavyozidi kushika kasi na kuenea, lakini pia itikadi mbovu kuenezwa, lakini pia mazoea ya walio wengi katika watu wanaoishi katika ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo wengi wao walimezeshwa itikadi isiyokuwa sahihi kuhusiana na yuko wapi Allah, ambapo wengi wamechukuliwa katika akida ya Kiash'ari, ambao Maash'ari akida yao wanasema Allah fi kulli makan. Na ilivyokuwa mkondo watu wale wengi katika Afrika yetu Mashariki wamepokea mafunzo kutoka kwa watu wa Misri, na Misri akida iliyotawala zaidi ni ya Ash'ari, ambayo akida hiyo ni akida isiyokuwa sahihi. Akida hiyo watu wengi sana ikaulizwa wa kawaida Allah yuko wapi, atakwambia Allah yuko kila eneo, yuko kila sehemu. Kwa hiyo hiyo ni itikadi ambayo imeenezwa na Ash'ari, ambao chimbuko lao ni Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, ambaye yeye alhamdulillah Allah alimpa taufiki mwishoni mwa maisha yake, alitubia na kurejea katika Ahlus Sunna. Alitubia na kurejea akarudi kwa Ahlus Sunna, lakini wafasi wake wakakataa. Ni kawaida mtu akishawasisi watu wakamfuata, mara nyingi wafasi wanakataa, kama imetokea si kwake tu bali imetokea kwa baadhi ya watu ambao walitubia na kurejea kwenye haki, lakini wafasi wao hawakubali kuwafuata. Miongoni mwa hao ni mwanachuoni Abul Hasan al-Ash'ari, ambaye yeye mwisho alirejea katika akida Ahlus-Sunna baada ya kugundua batili iliyo katika akida aliyokuwa ameichukua, lakini wafasi wake walikuwa wameathirika sana na akida hiyo, wakakataa, wakaendelea, na ndio wanaendeleza ilo pote la akidat al-Ash'ariyya. Sasa hao miongoni mwa akida yao mbovu ambayo inaonyesha upotevu wao ni kuhusiana yuko wapi Allah, kama yuko kila sehemu. Lakini ukweli akida waliosimama nayo Ahlus Sunna kwa mujibu wa kitabu na sunna na ufahamu wa wema waliopita masahaba na matabiina na waliofuata kwa wema ila yaumiddin ni kuwa Allahu fi samaa, Allah yuko juu ya kila kitu. Tulizungumzia katika somo lililopita katika vipengele vyote viwili kama si vitatu, ambayo ni Allahu fi samaa, kwamba Allah yuko juu, mustawi ala al-arsh, kipengele cha pili kwamba amestiwa juu ya arsh. Na tulikielezea kwa urefu ambacho kilikula darasa letu
kwa mujibu wa Qur'ani, lakini pia kwa mujibu wa sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa mujibu wa masahaba na matabiina, ingawa hatukutosheleza ilivyotakiwa. Kama leo nisingechelea kwamba huenda tukawachelewesha sana, nilikuwa nimeazimia kuendelea kwa mpangilio ulio mzuri zaidi, maneno baadhi ya aya zilizomo ndani ya Qur'ani tukufu na baadhi ya ahadithi zilizokuja za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya baadhi ya masahaba, lakini na matabiina na waliofuata kwema na wanachuoni mpaka maimamu wanne, mpaka huyo mwenyewe mwenye dhehebu hilo aliyolianzisha Abul Hasan al-Ash'ari, maneno yake mwenyewe baada ya kurejea katika sunna kuhusiana yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na wanachuoni wengine wengi ambao wanathibitisha hilo kwamba Allah yuko juu. Sasa nimechelea hilo, lakini inshallah tutaona kama itaonekana haja huko mbele tunaweza tukalielezea kwa urefu, kwa sababu hiki ni kipengele ambacho kinawachanganya wengi, na katika masuala ya akida tunatakiwa tunapofika katika masuala muhimu ambayo yana utata tujikite zaidi, kwa sababu ndio dini yenyewe. Dini imejengeka juu ya akida, na akida itakapokuwa imeharibika, dini imeharibika nzima, hakuna kitakachobaki. Na mara nyingi sana tuzidi kuelezea kama tunavyoelezea mara zote kwamba utakuta hata huyu anayesema Allah fi kulli makani ana baadhi ya aya anazozichukua, ambazo anazichukua miongoni mwa hazo mashuhuri katika hizo ni pale anaposema Allah huwa maakum, Allah yuko pamoja nanyi, aina ma kuntum, popote mtakapokuwa. Na nyinginezo ambazo kiukweli hawana supporter inayowasupport katika ufahamu huu, ni ufahamu wao wenyewe. Wengi wamepotea katika ufahamu kwa sababu wanaofahamu kwa mujibu wa matakwa yao wanayotaka. Sasa inapokuja hivyo, ndipo tukasema mwanzo mwa kitabu hiki tulielezea pale tulipoambiwa min aina na'khudhu al-aqida, tunaichukua wapi aqida? Tuliona kwamba na'khudhu al-aqida min al-kitabi wa sunna ala fahmi salafi salih, kwamba tunaichukua aqida kwenye Qur'ani na sunna wa ma kana alayhi salafi al-umma, na yale waliokuwa nayo wema waliotangulia. Na huo ndio udhibiti unaodhibiti mianya ya watu kuweka fikira zao, kwa sababu ijmaa ya masahaba ni ijmaa ambayo wanakubaliana wanachuoni, ambayo ni mauthuka, imeaminiwa, inategemewa, kwa sababu imedhibitika kwa vidhibiti vilivyoitolea ushahidi kutokana na tazkia ya Allah kwa masahaba na tazkia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana kwanza uchamungu wao, ukweli wao, ubora wao na ujuzi wao, na kwamba wao wanategemewa kuchukuliwa ufahamu wao kwa sababu ya kuthibitishwa na Allah na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam juu ya ubora wao na kutegemewa kwao na umuhimu wao kwa umma kwa ujumla. Sasa wao ufahamu wao ni muhimu. Wanapokuwa wamefahamu aya au hadithi, ufahamu wao ni hoja na dalili kuliko aliyokuja baadaye atakapoweza kuifahamu aya au hadithi, kitu ambacho hana tazkia. Na tazkia imekataa pale walipotajwa kwamba watakuja baadaye, thumma yaati qaum yashhaduna wala yustashhadun, watakuja watu baada ya hapo watatoa ushahidi wakati hawajaitwa kutoa ushahidi, kwa maana watakuwa hawana uchamungu, hawana wara, hawaogopi masuhulia. Naweza akasema lolote, yuko tayari hata kuapa bila kuogopa matokeo nini. Lakini zamani ilikuwa sio hivyo. Zamani waliogopa sana mtu atoa ushahidi, alikuwa yani kama inawezekana uepuke hata kama anaujua, kwa kuogopa kwamba huenda akaingia katika shubha na akaangamia. Kwa hivyo wale walikuwa wana tazkia ambayo kama inavyosemekana kwamba zakahumullah wa zakahum rasulu sallallahu alaihi wasallam, aliwapa tazkia Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya ubora wao na ukweli wao, na kwamba wanafaa sisi kuwategemea. Sasa hawa mapote unayosikia yote yaliyopotea,
wao walichukua ufahamu wa Qur'ani kwa mujibu wa wanaofahamu wao, hawakutaka kukopi kwa maswahaba radhiallahu anhum namna walivyofahamu walioishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zipo sababu kwa nini maswahaba ni hoja kwetu, kwa nini lazima tuwaige wao, kwa nini wao ni muhimu kwetu kuiga dini kupitia kwao. Zipo hoja na muda hautoshi. Kwa hiyo ilipokuja kwamba hawa maashari ni walio mfano wao hawakuchukua katika ufahamu ule kwa mujibu wa kitabu na sunna na kwa mujibu wa ufahamu wa wema waliopita na wafasi wao na waliofuata kwa wema ila yaumiddin. Kwa hiyo hili tuliongelea kwa kiasi cha kutosha, isipokuwa tu kwa leo nafikiri kukadiri kwetu tutaanzia katika pale tulipo ishia katika swali namba 9, limadha khalaqa Allahu al-jinna wal-ins. Insha Allah nafikiri hata somo letu tutajikita katika eneo hilo ambalo ni tulipoishia kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kwa namna tulivyoona kwa nini tumeumbwa hapa duniani, hili ni somo ambalo wengi tunaliamini lakini hatuna yakini nalo. Yani walio wengi tunaamini haya masala kwamba kwa nini tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tunaamini imani isiyokuwa na yakini nalo, isipokuwa wachache katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na dalili inadhihiri katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Ndugu zangu katika imani, ukweli ni kwamba neno maana ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwamba tunapoambiwa Allah anatuambia kwamba ametumba kwa ajili ya kumwabudu, yani huwa anna Allah subhanahu wa ta'ala awjada al-jinna wal-insa lighayati raisa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba majini na wanadamu kwa lengo kuu, wa hiya tauhiduhu, nako ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumpwekesha yeye peke yake. Na hii ni kwa sababu yeye ni wa pekee, hana mshirika, hana mshabaha, hana somo, hana mfano, hana kufu inayoweza kulingana naye. Kila kitu kiko chini ya nguvu yake na uangalizi wake na msaada wake. Kila kitu kinamhitajia. Kwa hivyo kumchanganya na chochote ni kumdhulumu haki yake, kwa sababu hana kufu, hana mfano, hana kinacholingana yeye. Na jambo hili kumwabudu Allah kunajumuisha mambo makuu matatu ya kimsingi ambayo mwanadamu anatakiwa ayakusanye katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, maarifa, awe na maarifa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, sababu kutomjua Allah kutampelekea kutotimiza haki yake. Lakini jambo la pili, awe na mahaba, amwabudu kwa mahaba na ikhlas. Na hii ni kutokana na aya iliyo kwenye Qur'ani tukufu anaposema Allah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwa majina wa damu isipokuwa niabudu. Yani na ibada haimaanishi kwamba kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni hitajio lake kwa viumbe wake. Hili lazima lifahamike kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana hitajio lolote katika kumwabudu, bali ibada yetu haimuongezei chochote Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake. Lakini imekuja katika baadhi ya hadithi al-Qudus kwamba lau watu wa mwanzo na mwisho na wanadamu na majini, lakini kila kitu wangekusanyika
katika uwanja mpana tangu Adam alipoumbwa mpaka mwanadamu wa mwisho, lakini pia majini wote tangu wa mwanzo mpaka wa mwisho. Lakini viumbe wote wakajikusanya kwenye uwanja mpana kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa hawana muda hata mmoja wanaopoteza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa maisha yao yote na wakati wote kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo haliwezi kuongeza hata chembe katika ufalme wake, sababu hana uhitaji na uhitaji. Lakini wote wakusanyike, wote wa mwanzo na wa mwisho, majini na wanadamu, kila kitu, waweke mgomo, wakatai kumwabudu, wafanye maasi tu, haiwezi kupunguza katika ufalme wake. Sema isipokuwa, manake kama vile kiasi kinachoweza kupunguzwa na sindano. Ukichovya kwenye bahari, chukua sindano uichovye kwenye bahari uitoe, chovya sindano itoe, kile kiasi kitakachofuata ile sindano, kijitone kitakachokuwa kimeifuata sindano kikidondoka, ndio kama kijitone hicho na bahari, kitu ambacho tunaweza kusema kwa lugha ya kawaida kwamba kutakuwa hakuna kilichopungua ambacho kinaweza kaonekana kwamba kuna kitu chochote ambacho kimepungua kwenye bahari. Kwamba uchovye sindano afu uitoe ni sawa, ni sindano ya kushona, hasa sindano ya kushona. Ichukue unavyojua uichovye ndani ya bahari, kwanza sifa yake inateleza, kwa hiyo maji hayakupami kwenye sindano hiyo, lakini nyembamba sana kilinganisha na bahari ilivyo. Sasa kijitone kinachofuata ndio angalau kama hicho, kwamba kinaweza kama vile ni sawa kwamba hakuna kilichopungua, kwa sababu kwanza hata kijitoni chenye kilichoifuata bado kimedondoka ndani ya nini, kimerudi kwenye bahari. Kwa hiyo hakuna kilichopungua. Kwa hiyo Allah kule kumwabudu kwa waja sio hitajio lake Allah, bali ni faida yao wenyewe waja. Na inapoongewa ibada, maana yake ni ismun jami'un, ni jina lilokusanya likulli ma yardi Allah min qawlin au fi'lin, kila kinachomridhisha Allah katika maneno au matendo, adh-dhahira wal batina, yale matendo na maneno yanayoonekana wazi na yasioonekana yaliyo asiri. Ya wazi katika viungo kama kalima ya shahidi ambayo tunaisema inasikika, liko wazi, lakini vile vile kama ibada za maneno basi nasikika, kama kusoma Qur'ani katika swala, kama kusoma Qur'ani kawaida, kama khutba za Ijumaa, kama mihadhara na mingineyo na nasaha, lakini vile vile kama chochote kinachoongewa katika maneno yaliyosikika, lakini vile vile matendo kama swala, kama saumu, lakini vile vile kama mengineyo ambayo yanaonekana wazi. Lakini kuna maneno na matendo yasiyoonekana ambayo ni maneno na matendo ya moyo, hayaonekani, hayo yanabaki ni ya ndani, ambayo inaitwa ni walbatina, ya ndani. Kama itikadi hakuna anaweza kaiona. Tunaweza kusimama na watu akadhihirika yeye ni Muislamu, amevaa kanzu, anaswali na Uislamu, anafunga na Uislamu, anashughulika na Uislamu, lakini kumbe sio Muislamu kabisa. Kama Allah anasema, wama hum bimu'minin, الناس يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Nasema kuna watu ambao wanasema tumamini Allah na siku ya mwisho, lakini sio waumini kabisa hata kidogo, aslan. Na ni wanafiki. Munafiki mbele ya Allah sio Muislamu, ni kafiri. Lakini mbele ya Uislamu sisi tumhukumu ni Muislamu, kwa sababu anasema mimi ni Muislamu. Anaswali na Uislamu, anatoa sadaka na Uislamu, anafanya kadha kadha. Na hapo ndipo watu wanapoweka hukumu ya Mashia katika ulimwengu wa Kiislamu. Wengine wanajiuliza kwamba mbona Mashia kama sio Uislamu, mbona wanafanya hija? Ndio, wanafanya kwa sababu anasema wewe ni Muislamu. Dunia wanaiambia wao ni watu gani? Waislamu.
lakini ahkamu za kisheria na taratibu zao zinaonyesha sio Uislamu. Sasa kitakachobaki nini? Watahukumiwa dhahiri, wataruhusiwa kwenda hija. Hakuna nguvu ya kumzuia kwenda hija, sababu anasema mimi nani? Ni Muislamu, lakini ukweli sina. Sasa kwa hiyo akida ni kitu cha ajabu sana, kimo ndani ya moyo, lakini akida ndio msingi wa dini. Sasa hayo ni matendo na maneno ambayo hayaonekani, yanabaki ndani ya moyo. Sasa anabaki mwenyewe ukweli wake na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ni kweli, ni mkweli au ni mwongo. Na hayo ndio mafuhumu na maana ya neno ibada, kwamba ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ni jina lilokusanya kila anachokipenda Allah na akakiridhia, min al-aqwal, katika maneno, wal a'mal, na matendo, adh-dhahira, yaliyo wazi, wal batina, na yaliyojificha. Ndugu zangu, hapa wanachuoni wakapaelezea kwamba kwa mukhtasari, na kisha tutapaeleza kwa urefu kwamba ibada haiishii katika maana finyu kama inavyofahamika kwa baadhi ya awamu nas, kwa baadhi ya watu wa kawaida wasiokuwa na maarifa ya mambo ya hukumu za kisheria na taratibu nzima za dini. Wanaweza kufikiria haraka sana kusema ibada, anafikiria kuswali, kufunga, kutoa sadaka na mfano wake, lakini hapana, inakwenda mbali sana, bali inakwenda kwamba wanataja kwamba maarifatullah, kumjua Allah, mahabbatu, kumpenda, imaratul ardh, na kuijenga ardhi katika misingi ambayo ipo atakuwa katika utaratibu wa kumwabudu Allah na kutaka radhi zake, wal ilm, na kuwa na ilmu. Na lakini vile vile hapa kuna kitu ambacho wanachuoni wanakiongea kwamba ibada inakusanya maarifatullahi wa taatihi, kumjua Allah na kumtii, wa mahabbatihi wa imarati al-ardh. Kivipi? Huu ni mukhtasari wa neno ambalo ufafanuzi wake ni kama ifuatavyo. Kwanza, maarifatullah hiya asasul ibada, kumjua Allah ndio msingi wa ibada. Na ndio maana utaona tunaambiwa kwamba kitu cha kwanza kabisa kwa mja ni maarifatullah, kuwa na maarifa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndipo tukisoma katika kitabu usulu salasa tunaambiwa kwamba katika misingi ya kwanza kabisa al-ilm wa huwa maarifatullah. Kwa nini ilmu? Kwa sababu wakaleta dalili ambayo alichukua mwana wa chuoni Imam Bukhari, alileta, ambapo anasema kutokana na kauli ya Allah aliposema fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba hakuna mwabudiwa isipokuwa Allah, wastaghfir li dhanbika, uombe istighfar ya dhambi zako. Kwa hiyo asema fabada bil ilmi qabla al qawl wal amal. Allah katika aya hiyo ameanza kuamrisha mtu kwanza ujue kabla hujasema na kutenda. Na hapa mwanachuoni ana maneno yake aliyosema mwanachuoni Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, akisema ya muslim ta'allam thumma i'taqid wala ta'taqid thumma tata'allam. Sema Muislamu, jifunze kwanza, uwe na maarifa kabla ya kujenga itikadi, kisha jenga itikadi. Usijenge itikadi kabla ya maarifa, kwa sababu kitakachofuatia ukijenga itikadi kabla ya maarifa, hata utakapojua elimu utaiweka kando,
nafsi yako itabaki imejenga msimamo kwa kile ambacho ulikiitakidi. Na haya ndio yanaendelea katika jamii nyingi. Unaweza kukuta mtu amekumbatia jambo kwa nguvu zake zote, lakini ukimuuliza dalili iko wapi, hana dalili. Anasema hivi ndivyo nilivyokuta wanafanya. Wakati haya ni madai waliodai washirikina pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwalingania tauhid, wanasema bal natabiu ma alfaina alayhi abaina, sema sisi tunafuata yale ambayo tuliyakuta, tuliyazoea, tukakuta kwa mababu zetu na babu zetu. Sasa swali linabaki kwamba je, awalau kana abaum la yakula shay'an la yahtadun, ina maana watafuata tu kifufufu hata kama babu zao na baba zao walikuwa hawajui chochote kile wala hawakuongoka? Utajikaza uende tu uangamie wakati unaona? Kwa hiyo hii jambo la msingi sana kwamba kuwa na maarifa. Maarifa ni kitu kikubwa sana ambayo hiya asasul ibada. Maarifa ndio msingi wa ibada. Na hapa nadhani Uislamu tumekuwa mara nyingi sana tukipaongelea katika durusi zetu, mihadhara yetu, khutba zetu kwamba jamani, Uislamu hatuna sababu hata moja, bali hatuna hoja, lakini pia hatuhitaji kumwabudu Allah pasina maarifa. Lazima, hii ni wajibu wetu ambayo hakuna namna. Ni wajibu kwa Muislamu kuwa na maarifa, japo mambo ya msingi, na hili halina udhuru. Sababu nini? Kama mtu atajikaza kisabuni akaishi hivyo hivyo, ajue anajipeleka katika hatari mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna mambo atayaharibu kwa kutojua, na wakati huo atakuwa hana hoja, sababu hakuna hoja mbele Allah kwamba sikujua. Hakuna kitu cha namna hiyo. Yani Muislamu kujikaza tu kwa sababu una swali, ukaridhika una swali, huna mpango hata kidogo wa kujifunza dini yako, unajiandalia hali yako. Kwa sababu nini? Msingi wa ibada kwanza ni maarifa. Hata hiyo swala yenyewe, lakini swala mbona ni matokeo? Swala ni matokeo ya akida. Kwanza kuwa na maarifa ya nini? Ya kuwa na maarifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii itapatikanaje? Kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kumjua kwanza, kujua kuwepo kwake. Bima arifta rabbaka biayatihi wa makhluqati, kumjua Allah kwa ishara zake na kwa viumbe wake. Lakini pia kwa ishara zake sio rahisi, akili ya kawaida haiwezi. Kwa sababu nini? La ayatin liulil albab, la ayatin liqaumi yaqilun, la ayatin lilalimun. Utakuta zote zikitajwa aya hazitajwi kwamba ni kila mmoja anaweza akazitambua aya hizo zikamuongoza. Ni kwa watu wenye akili, ni kwa watu wajuzi wanao na maarifa. Sasa maarifa lazima uyapate kwa kuyachuma kutoka kwa vyanzo vyake, inapatikana katika misingi yake. Ndio hapo tutatakiwa kukaa kitaka Uislamu. Wema waliopita kabla yetu hawakuridhika na kuswali na kufunga na kadha na kadha, bali walitoa juhudi zao kubwa katika kujifunza na kuwa na maarifa ya dini yao. Kwa hiyo ibada kama ibada, kuanzia aqida, kuja katika ibada, kuja katika muamala, kuja katika muashara, hivyo vitu vyote lazima Muislamu avijue. Ndio maana tunaambiwa kwamba katika elimu za lazima Muislamu kuzijua, elimu ambazo Muislamu yoyote kwa namna yoyote, yeye kama yeye binafsi anatakiwa awe na maarifa nazo, na achukue juhudi ya kujifunza, ikibidi atumie umri wake wote na mali yake na kila anachokiweza katika kuhakikisha anayajua mambo saba hayo. Jambo la kwanza kabisa ni maarifa ya Allah, ambayo tuko tunasoma sasa, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haiwezekani ukamthamini usiyemjua. Na ndio maana ni rahisi mtu yote kusema lolote kuhusu Allah kama hana maarifa kumjua Allah, au kufanya lolote katika maasi, au kufanya lolote linaloingia katika akili yake na analotamani fikiri yake. Kwa nini? Kwa sababu hana maarifa. Vitu vyote ni sawa, lakini kila ukimjua Allah, ukaujua ukubwa wake na utukufu wake, ndivyo kila utakavyozidi kumwogopa. Ndio tukaambiwa man kana billahi a'raf kana bihi akhwaf. Kwa hiyo maarifa ya Allah ni msingi mkubwa wa ibada, na hii ni kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala.
mwenyewe, dhati yake. Na haya miongoni mwa kumjua Allah ni kama haya tulikuwa tukiyasoma katika somo lililopita, kwa kujua alipo Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua kwamba yuko juu, amestiwa juu ya arshi, ni moja katika sifa yake, kama tukavyoona katika kujua Allah kwa dhati yake, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala uwezo wake, kujua Allah majina yake, kujua Allah sifa zake, na kufahamu lengo la kuumba mwanadamu. Kitu hicho kinamrithisha mwanadamu, kinaurithisha moyo wa mwanadamu kumuadhimisha Allah na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. So katika milango ya kumpenda Allah ni kujua sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kujua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukajua ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukazijua neema ambazo amekuneemesha kupitia majina yake na sifa zake. Ukiyajua kwa maana ya kuyajua, utajua ihsani zake, fadhila zake, ukarimu wake kwa waja wake, na namna anavyotupenda, na namna yote hayo sasa yatakujengea mapenzi ya Allah na kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hicho ndicho kiini cha ibada. Sasa ibada ikiwa haina maarifa, mtu atafanya ibada kama vile anamfanyia ihsani Allah, anamtupia tu, kwa sababu kwanza hajui mnufaika ni nani, sababu hana maarifa. Hata wewe ukasema niomba Allah ibada, basi yeye ndiye mhitaji, kwa hivyo anamtupia. Na hili linakwenda mbali, tunaiona hata katika maisha ya kila siku. Unaweza kuona Muislamu hapa ameitisha mchango, sema kama hapa anatupa. Hayo yote inakuonyesha watu wako wapi na Mola wao. Unamtupia Allah shilingi zako, sio 10,000, sio 5,000, sio 100,000, sio milioni. La haula wala quwwata illa billah. Haya mambo, yani unaona kwamba Uislamu tuko mbali kiasi gani. Yani nasimama anatupa tu, yani unashindwa angalau kumpa mmoja, wakapokezana wakafikisha, au akatembea ukafuata, yani kwa sababu yana mambo yake muhimu. Hilo kama vile sio muhimu, ana mambo yake muhimu anampeleka. Kwa hivyo anasimama anafanyaje? Anatupa. Namtupia nani? Hivyo mtu inaposimama hapa kitu kuombwa hapa kwa ajili ya Uislamu, hapa mbele katika nyumba hii ya Allah, ukifanya unampa Allah. Kama ni maskini unamlisha, Allah sema ukimlisha umenilisha mimi. Lakini yeye Allah, kama tutakavyokuwa katika hadithi ile siku ya kiyama, mtu Allah atamwambia kwamba mja wangu, nilikupa neema, nikakutajisha, nikakupa, mbona hukunilisha nilipokuwa na njaa? Mja asema ya Rabbi, wewe nitakulishaje na wewe ni Rabbul Alamin? Akasema mja wangu fulani alikuwa na njaa, kumlisha, lau ungemlisha ungenikuta mimi, ungekuwa umenilisha mimi. Haina maana kwamba unamlisha yeye ni mhitaji wa chakula, yeye ni kuona neema yako, unamshukuru kwa kutumia, kwa kumpa mja wake. Sasa unapokuwa unampa mja, sio yule, usiangalie umaskini wa yule unayempa, angalia utajiri wa huyu unayefanya kwa ajili yake, ambaye unataraji akulipe, sio maskini wa huyu. Kwa hiyo yote yanakwenda katika maarifa ya kumjua Allah. Kila unapokwenda kumjua Allah, ndipo unazidi moyo wako kupata hofu. Ndio maana nasema Allah anasema ndani ya Qur'ani, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, ni wale tu maulama ndio wanaogopa Allah zaidi katika waja wake, kwa sababu wana maarifa makubwa. Angalia katika viumbe wa Allah, kila walivyozidi kumjua zaidi viumbe wa Allah, walikuwa na hofu kubwa zaidi. Malaika ndio namba moja katika kumjua Allah, wanamjua Allah zaidi kuliko kiumbe chochote kile, wanamwogopa zaidi kuliko kiumbe chochote kile. Wanafuatia mitume wa Allah, wanamjua zaidi Allah kuliko kiumbe chochote, wanamwogopa zaidi Allah baada ya malaika. Lakini mitume na manabii nao wanafuatia baada ya mitume kumjua Allah, wanamwogopa zaidi kuliko viumbe wengine waliobaki Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mitume. Lakini wanafuata maulama ndio wanafuatia, wanamjua zaidi Allah baada ya manabii kuliko viumbe wengine. Wana hofu kubwa zaidi kwa Allah kuliko watu wengine, wanafuatia wengine hivyo hivyo kulingana na daraja zao zilivyo. Kwa hiyo kila mtu anavyozidi kupata kujua kitu kwa undani zaidi, ndivyo anavyozidi kukithamini na kuona utukufu wake. Kwa hivyo tunapoambiwa msingi wa ibada ni maarifa, kumjua Allah, yani tunatakiwa tuchukue muda mwingi, tuchukue kila tunachokimiliki, muda wetu, mali zetu na kila kimoja katika kutafuta kuwa na maarifa ya Allah, na kila mmoja
atakuwa na nuru siku ya Kiyama kiasi alivyomjua Allah na kumwogopa na kumpwekesha na kumnyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio nikaanza mwanzo kwamba kuna baadhi ya mambo tunayaamini lakini hatuna yakini nayo. Kivipi? Hasa kuhusu lengo, kwa nini tuko duniani. Leo tungekuwa tuna yakini na hilo, isingekuwa tunachukua muda mwingi zaidi tunautumia katika kufanya yale ambayo hatukuumbwa kwa ajili yake. Badala yake kile ambacho tunatakiwa kukifanya tulichoumba kwa ajili yake tunakipa muda mfupi sana na si kwa muhimu. Tutaona tuko tayari kuswali swala sio na khushu, tuko tayari kuswali swala sio kwenye wakati, lakini tuko tayari kufanya kheri hizi kwa kurashia tunakimbia kwa ajili ya kuandaa maisha. Leo tunaweza tukajiuliza, mtu kimuuliza kwa nini ujifunze dini yako, asema bwana maisha tuko tunahangaika na maisha. Kweli haya maisha ni unakaa siku ngapi? Tuna mifano mingapi katika dunia hii ya baadhi ya ndugu zetu ambao walikuwa na umahiri wa kuitafuta maisha, lakini khanahumul amal, kama anavyosema msemaji kwamba yamewasaliti malengo yao, hawakufika popote. Matokeo yake sasa hivi katika matabaka na huenda hawakuandaa cha kutosha kwa ajili ya lengo lao. Kwa hiyo haya yote yamekuja ni nyongeza tu, lakini lengo halisi ni kufanya ibada, kumpwekesha Allah, kumtumikia Allah, na hilo ndio tutakwenda kuulizwa kaburini, ndio tutakwenda kuulizwa siku ya Kiyama. Wala nas'alanna alladhina ursila ilayhi wa nas'alanna almursalin. Allah anaapa, anasema wallahi lazima tutawauliza wale waliotumiwa mitume, waliwaitikiaje mitume maswali kwamba madha ujibitumul mursalin, muliwajibu nini mitume walipokuja kuwalingania, muliwaitikaje? Na hawa watakuja kuulizwa madha balaghtum, mulifikisha nini? Wale watasema tuifikisha ya Rabbi, tuna ushahidi wetu sisi, mlipokeaje? Kwa hiyo ndugu zangu, ndio akasema wanachuoni kwamba mtu anapopapia kutafuta dunia tu, kama hima yake kutafuta dunia, muda wake kutumia mwingi katika kutafuta dunia, unasema ni nau'un min aljunun, ni aina fulani ya uenda wazimu. Kwa sababu ni uenda wazimu, kwa sababu uenda wazimu ndio huwa hawezi kushughulika na lengo mahsusi ambalo ndilo muhimu kwake yeye. Kile kinachokuja mbele yake anahangaika nacho, mara wakiimba ameimba, wakiruka ameruka, wakimbia amekimbia, akienda ameenda, akirudi amerudi, hana lengo maalum. Sasa mwanadamu anaposhughulika na kuhangaika kutafuta dunia imnyokee, apate jina, awe maarufu, awe ni nani, kwa lengo hilo tu, muzahamati nas, yani kushindana kwamba naye ajulikane nani, kwa ajili hilo tu, amepata hasara kubwa sana, kwa sababu huwezi kufika popote. Kwa sababu dunia vyote tutakavyokuwa, hakuna jipya kama wasemaji wanavyosema duniani. Kama kuna mtu atafikia nafasi pale aliyofikia, kuna wengi zaidi yake walifikia nafasi kama hizo, lakini walipita na mambo yake ni historia, bali walizidi wengine. Kwa hiyo hakuna jipya katika dunia hii, bali dunia ni marudio. Kinachotakiwa ni Muislamu anaandaaje kaburi lake, anaandaaje akhira yake, anaandaaje kesho yake kukutana na Mola wake. Lakini kwa sababu yakini ni ndogo ya hayo, kwa mara nyingi tunayaacha, baada yake tunakimbia kwa mbio za hali ya juu sana. Hatuna hata muda kukaa kitako kusoma kitabu cha Allah, kusoma sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kusoma masala dini yetu ambayo ndio zawadi yetu kufika nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haina maana tukisema hivyo kwamba watu tuache kazi. Kuna tofauti kubwa sana kati ya watu kufanya kazi na kushughulika na dunia. Lakini wanasema mtu mwenye maarifa na akili lazima aigawe siku yake mara tatu, masaa yake 24 yagawe mara tatu, apate masaa 8 ya kutafuta riziki yake ya halal, apate masaa 8 ya kupumzika, apate masaa 8 ya kutafuta akhira yake. Ndio masaa 24 siku yake ameitendea haki. Lazima Muislamu katika siku yako upate masaa ya kukaa kitako kujifunza dini yako. Lazima uliopata nini? Maarifa na elimu min almahbara
ila almaqbara. Elimu haina mwisho, yani unamaliza utoke katika kusoma unakwenda kuzikwa. Sio kwamba mtu amesoma nimemaliza, tuna haja kuwa na maarifa, kwa sababu mambo ni mengi sana ambapo hata mwili wetu unaisha kabla hatujamaliza. Kwa hiyo kila mara tubaki katika kujibidisha kutafuta maarifa. Kwa hiyo Muislamu lazima ujue kwamba lengo mahsusi ni kwa ajili ya ibada. Sasa ibada inahitaji uijue. Unaijuaje? Lazima uwe na maarifa ambayo yanatakiwa kulingana na kiwango cha lazima. Ndio tukaambiwa jambo la kwanza kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la pili kuijua swala, jambo la tatu kuijua zaka, jambo la nne kuijua saum, jambo la tano kuijua hija, jambo la sita kuijua ndoa, jambo la saba kujua biashara kama unafanya biashara. Kwa kweli kuvamia biashara hujui ahkamu za biashara ni kosa kubwa sana. Zama za ukhalifa wa Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, alikuwa hakuna ruhusa ya mtu kufanya biashara mpaka akae kitako ajifunze hukumu za biashara, ili asije akajitia kitanzi, kwa sababu utakapofanya biashara hujui ahkamu za biashara utajitia kitanzi mwenyewe kwa mikono yako, utajiangamiza, utakula haramu, huwezi kusalimika. Sasa hayo mambo saba hakuna namna, Muislamu lazima awe na maarifa nayo. Yaliyo zaidi ya hayo, hiyo ni kifaya. Wakipatikana baadhi kwenye mji, wengine wataondokewa dhambi, na akikosa hata mmoja wote watapata dhambi. Lakini hayo ni msingi ya kila mmoja. Lazima swala uijue kwa undani, ndani nje, kuanzia tohara yake kuja kusimama ndani yake, ahkamu zake, wajibati zake, nguzo zake, shuruti zake, mustahibati zake, makruhati zake, mubtilati zake, zote, kila kimoja, kuanzia tohara ujue arkani zake, shuruti zake, mustahibati zake, makruhati zake, mubtilati zake. Uje katika swala kadhalika. Lakini pia katika swala, mpaka baadhi wanathubutu kusema, wanachuoni baadhi kwamba hata swala, wengine wanasema kwamba hata unachokisoma ukijue, unachokisema pale ukisema subhana rabbiyal a'la, ujue unasema nini. Japo wengine wameona kwamba hiyo sio lazima sana, lakini angalau ujue matamshi yale, uyajue kuyatamka kwa usahihi, yale ya wajibu kama takbiratul ihram, kama suratul Fatiha, kama tashahud. Lakini bora zaidi sasa hata ujue unachokiongea ni nini unapoongea na Mola wako, kwa sababu pale ni sauti kwa sauti, kwa mujibu wa hadithi. Unapokuwa katika swala unaongea na Allah, unasema fa inma yunaji rabba. Mja anapokuwa katika swala na ananongona na Mola wake, ni sauti kwa sauti. Na hasa katika suratul Fatiha, katika hadithi imekuja kwamba mnajibizana na Allah. Sasa ujue umemwambia nini, anakuambia nini wakati ule, unamwambia nini, anakuambia nini. Lakini hapo katika rukuu unasema nini na maana gani maneno unayosema. Hapo ndipo kunakamilika kunongona na Mola wako. Unajua unamwambia nini wakati ule, maneno yanamaanisha nini. Sio unaimba tu kama kasuku anavyoimba, hajui anachokiimba nini. Unajua maana ya lile ambalo unalisema, kwamba pale ninapoongea na Mola wangu namwambia nini. Kwa hiyo ndugu zangu, maarifa ni kitu cha msingi sana ambaye atampelekea mtu kuwa inamrithisha kumwadhimisha Allah na kumpenda ndani ya moyo wake. Ndio hapo utaona kila mtu akizidisha maarifa anazidi kufungukiwa kuyapata mengi sana. Hofu yake inazidi, lakini pia mapenzi yake yanazidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikawa hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, toa. Inaposemwa ibada inajumuisha ni pamoja na utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili linajumuisha kutekeleza amri zake na kujiepusha makatazo yake. Kuna watu wengine wanaishia tu katika kutekeleza maamrisho, lakini makatazo wanayatenda. Lakini uhalisia wenyewe ibada inajumuisha kumtii Allah, na kumtii Allah
kunajumuisha mambo mawili: kutekeleza maamrisho yaliyoamrishwa na kujiepusha makatazo, wal iltizamu bimanhajihi fi kulli shu'uni alhayat, na kushikamana na manhaji na utaratibu wake Allah katika kila manake kila namna yote ya maisha, ambapo ukianzia katika ibada ambazo ni halisi kama swala na mengineyo, kwenda mpaka katika ibada ambazo sio halisi kama ilivyo katika mambo mengine ambayo yamo katika ada kama kula, kunywa, kulala usingizi, kuoa na mengineyo ambayo ni katika ada. Pia inakwenda ibada inafika mpaka huko. Kwa hiyo jambo la kwanza maarifa, jambo la pili toa, lakini jambo la tatu mahaba ya kumpenda Allah, ambayo ndio ruhu taa, ndio roho ya taa na ibada. Mimi nasema ndio kiini cha ibada, mapenzi ya Allah. Maana yake atakapokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, anapendwa kwake mtu kuliko chochote kile kisichokuwa Allah na mtume wake, kiasi cha kwamba yamba al-amalu salih min ar-raghba. Hapo ndipo itakuja kupatikana uhalisia kwamba inapatikana amalu salih atakayotenda mtu inatoka katika shauku ya kutaka radhi za Allah, sio hofu tu ambayo ni kuogopa tu. Na hayo yote mawili muhimu, uwe na shauku lakini uwe na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la tatu katika ibada, katika jambo jingine, imaratul ardhi, kuimarisha ardhi ambayo Allah alitujalia kama makhalifa wa Allah katika ardhi. Yani kama nilivyosema, inni jailun fil ardi khalifa, na kama makhalifa wa Allah takiwa tuijenge ardhi kwa kujenga majengo, lakini pia kuistawisha ardhi kwa kuilima, kujenga majengo, kutengeneza vitu vyenye manufaa na kutoa hazina zake na kueneza kheri katika ardhi. Na hiyo ni kama vile kulima, kilimo, kutengeneza viwanda, sanaa za kila aina, kwa kutengeneza vitu vyenye manufaa ambavyo vitakuwa ni sababu ya kutunufaisha na kutondolea maafa na madhara na kurudisha nyuma maadui ambayo ungetaka kutumaliza na kutuhujumu, lakini kupata elimu ambazo zinahitajika, kama elimu tibbi, kama elimu ya matibabu, kama elimu ya uhandisi, kama elimu za hesabu, kama elimu za maarifa ya mambo mbalimbali ambayo kwa hakika la ghina anha, ikiwemo elimu za teknolojia ambazo hakuna namna ya kuzikataa, na mtu aweza kajitia uenda wazimu na umajununi kwamba hazihitajiki katika jamii. Huo ni uenda wazimu, tunaweza tukasema, sababu dunia ilivyo, alimuradi liwe lengo la hayo yote ni kufikia ridha Allah. Kwa najifunza udaktari kwa ajili ya kunufaisha Uislamu, umma wa Kiislamu uweze kupata manufaa, lakini uondolee madhila, udhalili ambao wanadhalishwa na makafiri kwa kuchukua na maarifa ya elimu ya utabibu, lakini pia uhandisi, tuweze kutengeneza miundombinu ambayo tunahitajia kwa manufaa yetu. Misikiti tunahitaji madaris yaliyo imara ambayo hawezi kuangukia Uislamu wanapokuwa wanataka kuifanya ibada, lakini kutengeneza barabara ambazo ni sehemu ya kupita kwa ajili ya kuzikamilisha haja na mahitajio. Mwingine anaweza kuuliza swali kwamba je, zama za mtume kulikuwepo barabara kama hizi au misikiti kama hii au umeme kadha? Hapana. Lakini pamoja kwamba ilikuwepo zama za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hata zama zile itumike elimu iliyokuwepo wakati ule kulingana na mahitaji yalivyokuwa, na kila zama zinavyokwenda hitajio linakuwa kama lilivyo, almuradi lisiwe katika kwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanachuoni wanaleta mukhtasari wa baadhi ya mambo hata yaliyopatikana baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye hakuwepo zama zile. Kwa mfano, wakati ule alikuwa akisafiri kutumia punda, kutumia farasi, kutumia ngamia masafa marefu. Hakuwepo gari, hakuwepo meli, hakuwepo ndege. Kulikuwepo wakati ule katika usafiri wa majini yalikuwepo majahazi ya kawaida ya kienyeji ambayo yanatumia yale mashuka na kadha na kadha. Kwa hiyo hakuwepo teknolojia ya mameli.
hakuwepo simu, hakuwepo email, hakuwepo vingine hivi ambavyo vimekuwepo sasa hivi. Lakini sasa kauli ya Allah inajumuisha kwamba hivyo vipo, ni yeye Allah ameviumba. Anasemaje? wa yakhluqu ma la ta'lamun. Alitaja vitu vyote, wal khayl wal bighal wal hamir wal khayl wal hamir wal bighal wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akasema, na amekuumbieni katika usafiri, yani nyumbu, yani farasi, yani ngamia na vinginevyo. Lakini bado anasema, na Allah anaendelea kuumba yale ambayo hamyajui. Sababu imekuja katika sura ya mudhari, na wanachuoni wa lugha wanasema inapokuja katika sura ya mudhari inaonyesha, inafirisha kwamba kitu hicho kinaendelea, yufidu istimrar. Kwa hivyo Allah yetu kwamba yakhluqu ma la, akusema wa khalaqa ma la ta'lamuna wa yakhluqu ma la ta'lamun, kwa maana kwamba kuna mengine atayaumba Allah, na kuyaumba ni vipi? Kwa kuyatengeneza wale aliowaumba, kuyatengeneza ambayo hamyajui. Ndio maana akasema kile tunachokifanya mwanadamu sio mwanadamu alikifanya, ni Allah amekiumba. Hata mwanadamu akiunda nini leo sio yeye, sababu Allah ndiye amemuunda yeye, akampa maarifa, akampa uwezo, anampa ilhamu ya kumfungua ubongo wake kufanya hivi, fanya kadha kadha, mpaka anafikia kufanikiwa. Kwa hiyo hayo ni Allah anachokiumba. Kwa hiyo akasema Allah anaumba msiyajua. Msiyajua maswaba hawakuyakuta, hawakuyaacha mambo ya umeme, hawakuyaacha mambo ya miundombinu ya kisasa, marami, si vitu gani, magari, vitu gani, yote hao, lakini yote Allah ndiye ameumba, yanaendelea kuwepo. Kwa hivyo hitajio la sasa ni tofauti na wakati ule kuhusiana na mambo ya miundombinu. Medha ni mambo ya ada, hayapo katika ibada, lakini yatakapokuwa watu wamekuwa na umahiri wa kuyafanya na kuleta manufaa, wakati ule wakiwa na lengo la kukamilisha kupata radhi za Allah, yataingia katika ibada, kwa sababu likulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Ndio hapo inakuja sharti la nia katika kila kitendo. Nia ni kwa nini umefanya hivyo, walimutaba. Kwa hiyo hapo ndipo inakuja imaratul ardhi. Ndugu zangu, hali inayoendelea sasa hivi ambayo katika huko, ambayo pia imekuwa ni fitna kwa baadhi ya Uislamu, kiukweli ni somo kubwa sana kuonyesha kwamba ni kiasi gani kuna hitajio la teknolojia katika zama tunazoishi, kwamba hili haliepukiki. Hatuwezi tukasema tubaki msikitini tujifungie, tusomeshane akida peke yake, lakini tusijitanue kuwa na maarifa ya vitu vingine ambavyo ni vya teknolojia, ambavyo vinatuwezesha kuweza kurahisisha baadhi ya mambo makubwa, lakini pia kuweza kukabiliana na changamoto za dunia zilizopo kwa sasa. Hiyo jambo itakuwa tunasema ni uongo. Kwa nini? Kwa sababu hali ilivyo sasa hivi, dunia imekaa kidhuluma na uonevu. Sasa ili kufanya ile, waaidu lahum masata min alquwwati min alkhair turhibuna bihi ibadallah yani aduullah wa aduwakum, ili uifanye ile istidadi ile bilquwa, inahitaji maarifa. Kweli hawa tunawaongea Shia Mairani, Amerika na washirika wake walikuwa wamekuja kuwamaliza, ingawa sema hivyo katika kuwaunga mkono. Kama tulivyosema msomo wetu, tunasema kwamba nao ni wale wale, lakini tunasema ala sabili almithal. Lakini kwa kule kuwa wamejiandaa katika namna ya kukabiliana nao, wamerudisha nyuma. Sasa nguvu kama hiyo ni hitajio kubwa la jamii ya Kiislamu. Turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum, kuwa na nguvu ya kuweza kumtisha adui wenu na adui wa Allah. Lazima uwe na maarifa, lazima uwe na ujue namna gani ya kukabiliana naye. Dunia sasa ni dunia ya teknolojia. Mtu anakaa chumbani kwake, anabonyeza kitufe tu, anaangamiza mji mzima. Yani nyinyi mtajipanga na silaha zenu na mapanga yenu na bunduki zenu na mizinga yenu, mtu anakaa chumbani tukaa. Sasa hapo muumini anatakiwa ajifunze. Ndio ikasema kwamba miongoni mwa ibada muhimu ni hiyo, kwa sababu umma utakapodhalilishwa kwa sababu ya ujinga, na wao wenyewe umma umeelekezwa kuwa na ilmu, wakati huo
itakuwa ni kosa. Wakati ule kutakuwa na halal. Ndio wakasema wanachuoni, akiwemo mwanachuoni Ibn Baz, kwamba hizi elimu za mazingira ni faradhu kifaya kwa umma wa Kiislamu. Kusoma tukajua science, kusoma tukajua elimu tibi ambayo ndio elimu ya udaktari, kujua elimu ya uhandisi, kujua elimu ya hisabu, kujua elimu zote ambazo zinahitajika katika kutengeneza jamii zetu na kustiri jamii zetu ni muhimu sana. Tunatakiwa kuwa na maarifa nazo, tuwe na maarifa nazo ili tuweze kukabiliana na hali, kwa sababu al-Islam salihun likulli zamanin wa makan. Uislamu unafaa kila wakati na kila eneo, haupiti wakati. Kwa hiyo unabaki katika kila wakati utakavyokuwa na hali itakavyokuwa. Uislamu hautakiwi uonekane umebakia nyuma, hapana. Unabaki upo kwenye standard, bali umepita wakati. Licha ya kupitwa haupitwi, bali wenyewe ndio unapita wakati, uko mbele zaidi, na huu ndio inatakiwa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ibada inajumuisha hayo. Sasa hayo ndio yanakwenda, unaona tunashutumiwa kila siku kwa kujenga mashule kama hayo. Tunashutumiwa sana kwa sisi ni watu wa dunia, tunapenda dunia, tamaa yetu ni pesa. Lakini huyu anayesema hivyo, basi yeye anasema hivyo kwa sababu ameamua kusema hivyo, yeye ndio matakwa yake na ndio tamaa yake. Lakini tunasema sisi hatuwezi tukajifungia, tukawa ni jamii iliyojifungia kwenye kuta 4 za msikiti tu. Tuna mahitajio makubwa, tena makubwa zaidi, sababu tunaona kila siku hao wanaotushtumu kwamba tunajenga mashule, tuna tamaa, watu wa dunia. Lakini mbona hata wao wanapougua wanaenda hospitalini? Mbona hapo wanapohitaji operation hawakatai kwamba si haifai kwa sababu zama za Mtume haikufanywa namna hiyo? Haiwezekani. Kwa dunia itakavyokuwa, laisa khairukum man taraka dunyahu li akhiratu, sio mbora wenu anayeacha dunia yake kwa ajili ya akhira yake, lakini pia si mbora wenu anayeacha akhira yake kwa ajili ya dunia yake, bali kila kimoja kinafanywa kwa namna ilivyo. Kwa hiyo ndio hapa tukaona ibada inajumuisha vitu hivi vyote. Tumeona kwamba ibada inajumuisha maarifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndio msingi wa ibada yote, kumtii Allah kwa kutekeleza maamrisho yake, kujiepusha makatazo yake, lakini vile vile kumpenda Allah ambaye ndio roho na kiini cha ibada, lakini vile vile kuimarisha ardhi, na hii ni kujengea uwezo na ulinzi wa kulinda itikadi yetu ya Kiislamu. Tutailinda kwa elimu, hakuna kingine tutakachofanya. Lazima tuilinde kwa nini? Kwa elimu. Lazima tuwe na maarifa, ingawa elimu ya dini tunaipa kipaumbele kwa sababu ndio elimu ambayo inatuwezesha kutekeleza lengo ambalo tumeumbwa kwa ajili yake. Lakini wakati huo hata hii pia tunahitajia kwa ajili ya kuitengeneza dunia yetu ambayo tuweze kuipata kwa usalama. Vinginevyo tutakuja kulishwa wanaita wenyewe matango poli. Tutakuja kulishwa vitu bandia, tutakuja kudhalishwa, tutakuja kunyanyaswa, tutakuja kuachwa kama vile ni jamii isiyokuwa jamii, na hili litatupelekea kupata hasara kubwa sana katika dunia na akhera. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, hii ndio ibada ambayo tumekuwa kwa ajili yake. Sasa maana haya yanatakiwa tuyaelewe hivyo kwa upana wake. Inaposemwa kuimarisha ardhi, haimarishwi kizembezembe, inaimarishwa ardhi kwa kutengeneza misingi. Leo nchi inayotoa mfano katika nchi za Kiislamu ni nchi kama Saudia. Yoyote aliyeenda hija anajua Saudi Arabia ni nchi iliyojipanga kiasi gani. Hata ukiangalia zile mfumo wa ibada katika haramu zile 2 peke yake zinakuonyesha elimu inafanya kazi kiasi gani. Haramu ya Maka na Madina, kwanza ujenzi wake, ule muundo mbinu peke yake, ile miundo mbinu peke yake, mpaka wataalamu wanasema ule msikiti wa Maka na Madina, umeme wake na utumia, bajeti ya umeme wake sawa sawa na bajeti ya nchi nzima ya umeme wa nchi nzima ya Pakistan na India, kitu kama hicho, kama sikosei. Pakistan na India kama sikosei.
kwa namna ilivyo, yani ule ilivyo umeme wake. Wewe unaona juu tu kwamba pale kuna ile msikiti pale chini, lakini chini yake ardhini, underground pia kuna magorofa kadhaa mpaka kwenda chini ya msikiti huo ndio kuna stendi ya magari huko yanasimama huko. Vyoo vyote viko chini underground huko. Yani juu huwezi kuona choo chochote kile. Yani unateremka tu unakwenda choo, unateremka tu unakwenda choo kingine, unateremka tu chini ya ardhi huko. Lakini mastendi yako kule chini ya msikiti huko, kuna maofisi, kuna nini, kuna kila, yani huko chini ya ardhi. Wewe unaona msikiti juu kwa juu, lakini chini miundombinu yote iko kule. Kwamba ni elimu na teknolojia hali ya juu sana, ambayo kwa kweli ni hali ambayo inajenga sura na kuleta kwamba elimu ina maana gani na umuhimu gani katika jamii ya Kiislamu. Tukiacha hilo, nchi kwa ujumla, mpangilio wake na kila kitu ambacho kinaendeshwa, ambacho inakupa kwamba sisi hata tufanye nini lazima tunahitajia elimu. Lakini elimu gani tuipe kipaumbele? Elimu ya dini, bila shaka, kwa sababu ndio imetubeba kutupeleka mbele ya Allah. Lakini pamoja na hayo, lazima tuwe na elimu, tuandae vijana wetu. Sasa tutafanyaje hayo kufanikiwa hayo yote? Ili tuipate elimu ya dini, tupate elimu hii tunahitajia, na hasa katika mazingira bora ya kuwalea vijana kitabia, kiakhlaki, kiitikadi. Lazima tunapata vitu kama shule zetu za Kiislamu. Tukienda mbele tukafanikiwa, tukapata mahospitali yetu ambayo yana akhlaki zetu na adabu zetu, yanachunga mipaka yetu na taratibu zetu, ni hatua kubwa sana. Sasa kuwa na mambo kama hayo sio dhambi wala sio bid'a wala sio baadhi kama nafikia, sio kupenda dunia wala sio nini, bali kinachotakiwa tunayamiliki. Tuna msingi gani? Tuna misimamo gani? Tuna mtazamo gani? Tuna manhaji gani? Hicho ndicho kinatakiwa. Ndugu zangu, leo tunatoa vijana wanakuja kumaliza form 4, wana uwezo wa kwenda kuhutubu, kutoa mawaidha msikitini, kuswalisha watu, kufundisha hata baadhi ya madarisi. Wanakwenda mpaka baadhi ya mashule, wakienda elimu za juu, pengine wametoka hapa, wanakwenda kule, wanafanya maimamu, wanafanya ndio wanaofundisha vipindi vya dini katika mashule yale. Wanafanya kazi kubwa ambayo ni ya maana, ambayo wakati mwingine ingekuwa ngumu kuipata. Habari zinarudi zinatujia, wanakwenda katika vyuo vikuu, wanapata nafasi, wanasaidia wenzao kule, wanafanya kazi kubwa. Hilo sio jambo dogo ambalo Uislamu hataki kuliona ni dogo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunaposema kuimarisha ardhi au kuijenga ardhi, natakiwa tuijenge, lakini katika msingi ambayo lengo lake si kushindana na watu wa dunia katika dunia. Lengo lake ni kuinua kalima ya Allah iwe juu na Uislamu uwe juu, ndio lengo. Na hapo tukienda kwa msingi kama huu, ndio tunaingia katika kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man jahada litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa mujahidu fi sabilillah. Kwa ndugu zangu, hilo ndio lengo ambalo tunatakiwa tuishi kwalo. Kwa hivyo sasa, kwa lengo hilo sasa, kama ni mwalimu unafundisha, hata kama ufundishi dini, unafundisha masomo si ya dini, iwe lengo lako ndani ya masomo yale kuwe na dawa ndani yake. Kama ni daktari unatibu, katika matibabu yako kuwe na dawa ndani yake. Kama ni mfanyabiashara, katika biashara yako kuwe na dawa ndani yake. Kama ni mfanyakazi wa aina yote ile, kama ni mkulima, katika kilimo chako kuwe na dawa ya Allah. Yani iwe lengo lako la kazi unaifanya kwa lengo la kupata radhi za Allah. Hapo itageuka kazi yako kuwa ni ibada. Kwa nini? Kwa sababu Allah ataipenda na kuiridhia. Kwa sababu sharti ya kupendwa na Allah ni mambo mawili. Kwanza, iwe nia ni khalisu liwajhi Allah, lakini pili iwe ni kwa sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi patikana hayo mawili, Allah ataipenda na atairidhia, na akipenda akaridhia, tayari itakuwa ni ibada na tayari itakuwa ndani ya malengo. Kwa msingi huo basi, mtu anaweza kawa ni mwanafunzi anasoma elimu ya mazingira, lakini kwa lengo la
elimu ile yani mwisho wa kuipata elimu ile atanufaishaje Uislamu na Uislamu. Mtu anaweza kawa ni mfanyabiashara, lengo la biashara yake atanufaishaje Uislamu na Uislamu. Jenga msikiti, toa sadaka, jalisha maskini, atatengeneza njia, atatumia mali yake katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na kadha na kadha. Lakini pia yoyote atakapokuwa katika nafasi yake, almadi ikiwa hilo ndio lengo lake, tunaamini atapata ujira mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema sahaba mtukufu aliposema, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati, nasema mimi huwa nataraji nipate thawabu kutokana na usingizi niliosinzia kama ninapata thawabu nilipokuwa nimesimama qiyamul layl. Kivipi? Nia yake, kwa nini amesinzia. Kwa hiyo nia, amesinzia kwa ajili ya kupata nguvu za kufanya ibada sehemu ya mwisho usiku. Usingizi wake ukabadilika kuwa nini? Na akalala kwa mujibu wa maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usingizi wake ukabadilika kuwa ni ibada. Yeye amesinzia tu, lakini anaandikia thawabu kama vile amesimama qiyam. Kadhalika mfanyakazi, mkulima, mfanyabiashara anaweza akawa nia yake ni kwa ajili ya Allah. Na hapo ndipo nasema mtu yote, hata kama anafanya biashara, afanye nini, kama lengo lake ni kwa ajili ya kuifanya dini na kuitukuza dini, wakati ule huyo atakuwa sio madhumumi, hafanyi dunia bali anafanya akhira, kwa sababu lengo lake ni kwa akhira. Lakini yule anayetaka ashindane na watu katika dunia, awe namba moja katika eneo, asipate kumfuata nyuma, awe ni yeye anayetajwa, huyo ni haba mansura. Kazi yake imekuwa kazi bure, nguvu yake inaharibika bure, kwa sababu hana atakachoambulia tofauti na hasara na kuangamia. Allahu a'lam. Allah tuwafikishe. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta